Maombi ya mzazi kuwaombea watoto wako au kumwombea mtoto wako. Ni muhimu sana kuwa na muda wa kuomba kwa ajili ya watoto wako. Kwa sababu katika ulimwengu wa roho tunasema mzazi anafananishwa na Mungu wa pili. Manake mafanikio na baraka za mtoto zinategemeana na mahusiano ya yeye na mzazi wake. Kuna baadhi ya maneno mzazi ukimsemea mwanao, kama ni mabaya yanaweza kampata, kama ni mazuri yanaweza kampata. Na ndio maana future na msingi na maono ya uendelevu wa mtoto wako unaweza ukayatengeneza leo hii. Yani kuna namna ambavyo unamtengenezea mwanao maisha, unatamani baada ya miaka fulani awe namna fulani. Na kama unaweza ukafanya hivyo katika mwili kwa kumsomesha na kukufanya hivi na vile ili aweze kuwa na maisha mazuri pale wakati ambapo wakati wa kujitegemea utakuwa umefika, basi vivyo hivyo unaweza kusema maneno ya kiroho kwa muongozo maalumu wa kiroho wa kuweza kumtamkia au kumwombea au kuwaombea watoto wako. Na ni muhimu sana ukawa na muda wa kuomba kwa ajili ya uzao wako, kwa ajili ya kizazi chako. Kitabu cha Mwanzo ile sura 49. Mwanzo sura 49 ukianzia mstari wa kwanza, Yakobo aliwaita watoto wake, aliwaita wanawe wote. Baada ya hapo akaanza kumtamkia kila mtoto, akaanza kumsemea atakuwa nani, atakuwaje. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mwanzo sura 49 mstari wa kwanza, Yakobo akawaita wanawe akasema, kusanyikeni ili niwaambie yatakayowapata siku za mwisho. Na akaanza kusema kwa habari ya uzao wake wote. Mstari wa pili anasema, kusanyikeni msikie enyi wana wa Yakobo, sikilizeni enyi wana wa Israeli. Anasema baba yenu anasema hivi, anamwambia Reubeni, mzaliwa wangu wa kwanza. Anasema nguvu zangu na malimbuko ya uzao wangu. Umewapita wengine kwa ukuu na kwa nguvu. Anaanza kumwambia, anaanza kumwelezea atakaompata na vile atakavyokuwa. Kwa kila mmoja alianza kutamkiwa maneno na mzazi wake, na yale maneno yakaendelea kuwa sehemu ya maisha yake. Tunakumbuka jambo hili liliwahi kutokea kipindi cha Isaka. Isaka naye alipokuwa anakaribia kufa, ilibidi amuite mtoto wake ambaye anataka aweze kumbariki, na akambariki. Baada ya mtoto wake kujiunganisha na sadaka, akambariki, akasema maneno alikuwa anataka yaachilie baraka, au alikuwa anataka aachilie baraka. Biblia inasema kwamba ijapokuwa baraka zile zilikuwa zinatakiwa zimwendee mkubwa, lakini zikamwendea mdogo, lakini kuna namna alitamka na baraka zikaenda kwa mtoto. Kumbe mzazi unaweza ukamtamkia mtoto wako baraka. Kuna wakati watoto wanatuudhi, wanatukera, wanafanya vitu vibaya. Inafika mahali tunawatamkia maneno mabaya, tunawaita majina mabaya. Na kwa bahati mbaya sana shetani anatufunga. Tunakuwa hatuna kumbukumbu ya kufuta yale matamko. Wakati mwingine maisha anayoishi mtoto wako wakati huu ni kulingana na matamko ambayo ulimtamkia. Ulimsemea nini? Uliwaambia nini? Ulipitia nini? Kuna vitu vingine ambavyo wewe ulivipitia, unakuta mtoto wako naye anapitia vile vile. Kuna maumivu ambayo uliyapitia ukutamani watoto wako wayapitie, lakini unakuta nao wanataka wapite pale pale. Wewe unapokuwa hai, ingali una nguvu, unaweza kufunga huo mnyololo au huo muunganiko na kuachilia watoto wako waweze kuishi maisha ambayo Mungu amewakusudia. Kukata connection yote ya giza, yale mapito ambayo uliwahi kuyapitia, yale maneno ambayo uliwahi kuwatamkia, unayafuta kabisa, unayaondoa kabisa katika ulimwengu wa roho, unafuta kabisa, alafu unaanza kuwatamkia maneno mazuri. Kila unachokitamka kwa mtoto wako kitakuwa, hata kama kitatimia kwa wakati huu, lakini kuna mbegu ya kiroho ambayo unaifanya kwa mtoto wako. Na ukumbuke kwamba katika imani wewe ni sehemu ya Mungu, yani ni sehemu ambayo ya Mungu kwa mtoto, kwa sababu umefanyika daraja la yeye kupatikana, na kupitia wewe kuna vitu vingi ambavyo ndio kavipitisha kwa mtoto wako. Basi kwa kusikia neno hili, naamini imani yako imeinuliwa. Uenda una mtoto mmoja, una watoto wawili, watatu, wanne, watano, sita, saba na kuendelea. Unaweza ukaanza kumwombea mmoja mmoja kwa jina lake na ukamtamkia maneno mazuri. Lakini kabla kumtamkia maneno mazuri, futa. Kuna wakati walikuudhi, kuna wakati walikukosea, kuna wakati walikufanyia vibaya, ukawatamkia maneno mabaya, ukawasemea maneno ya hivi na vile. Na wakati mwingine pengine wewe mwenyewe kuna maneno ulitamkiwa, yale maneno yalikuwa yanatembea kwako na kwa kizazi chako. Kuna vitu vingine unaweza kukuta wewe ulitamkiwa, alafu vile vitu vinaunganisha wewe na kizazi chako na baada yako. Kwa unakuta hata kama wewe haupo, lakini ile roho inataka itembee. Kumbuka Mungu alipokuwa anafanya agano na Ibrahim, Mungu alimwambia Ibrahim ya kwamba ninakubariki wewe na uzao wako,
na watakaozaliwa baada yako, kwa maana hiyo na kizazi chako chote. Kwa hiyo baraka ilikuwa inatembea kwa kuwa Mungu alikuwa amesema na mtu mmoja. Wale wengine hawakushiriki, lakini kwa sababu wamezaliwa kwa damu ya Ibrahimu, ilibidi baraka ziweze kuwafikia. Kumbe kuna magumu. Kama baraka ziweze kuwafikia watu ambao hawakuhusika kwa kizazi cha baadaye, basi kuna mabaya pia, au kuna vitu vya giza pia, au kuna matendo maovu pia ambayo mababu wetu au mababu waliokuwa wametangulia walikuwa wamewasemea baba zetu, na baada ya hapo baba zetu wakupata nafasi ya kuvunja, vikaendelea vikatupata na sisi ambao hatukuhusika wala hatukuwepo katika hayo. Unakuta baba au babu alikuwa na wake wengi, na wewe hiyo roho inakufuatilia. Babu alikuwa na tabia ya kuvuta ugoro au kunywa pombe kupita kawaida, na wewe hiyo tabia inakufuatilia. Babu pengine au bibi alikuwa na tabia labda tuchukulie neno hili kwamba alikuwa na tabia labda ya wanaume wengi, na wewe inakufuatilia. Au alikuwa na tabia ya alikuwa anategemea miungu, alikuwa anategemea waganga, na wewe inakufuatilia. Unajitahidi utoke ukwepe, au kwenu kuna watu wanachelewa kuolewa, au wewe mwenyewe ulipitia magumu kipindi unataka uolewe, ulipitia vita kubwa, mambo mengi yalikuwa yameleta shida. Unakuta na watoto wako nao wanapita kwenye mapito yale yale ambayo na wewe uliyapitia. Basi unaweza kufuta leo hii na kuatamkia neno jipya na kutamka baraka kwa uzao wako. Na hii ni kibiblia kabisa, hasa pale unapotaka uachilie baraka, pale unapotaka uachilie baraka kwa kizazi endelevu. Twende mbele za Mungu. Kwanza tunaenda kuomba rehema. Omba rehema kwa ajili yako, kwa ajili ya kizazi chenu cha wale waliotangulia au wale waliopita kabla yetu. Unaomba rehema kwamba Mungu, natubu kwa ajili yangu, natubu kwa ajili ya kizazi kilichopita nyuma kabla yangu. Bwana Mungu, tumekuja mbele zako. Inua mkono wako au mikono yako. Tunaomba rehema, tunatubu kwa ajili yetu, kwa ajili ya wale waliotangulia kabla yetu. Huenda pengine walikukosea, walitumikia miungu, hawakuamini katika wewe. Mungu, tunaomba rehema. Huenda kuna maneno ya miungu yalitamkwa na kuunganishwa na familia na ukoo, na sisi anatupata ijapokuwa hatuhusiki wala tujaunganika nao. Baba, tunaomba rehema. Baba, tunaomba msamaha. Tunatubu kila matamko yaliyowahi kutamkwa ambayo yalikuwa kinyume na wewe. Mungu, tunaomba rehema yako. Hata wakati huu Bwana, tunavaa nguvu zako na kwenda kufuta kila maneno. Futa saa hii. Anza kufuta kila maneno yaliyowahi kutamkwa, kila muunganiko, kila sadaka zilizowahi kutolewa hapo nyuma kabla yako, ambao zinawafuatilia na kuwa connect na zile madhabahu, kuwaunganisha na zile miungu katika jina la Yesu. Kila madhabahu za giza zinazofanya connection tunavunja kwa jina la Yesu. Kila muunganiko wa damu wa DNA na ufunga katika ulimwengu wa roho, na unyamazisha muunganiko mbaya yoyote yale ambayo yanaendelea kutembea mbele yanayoleta hatia, na yakemea kwa jina la Yesu. Hata wakati huu nakuombea Mungu akufanye kuwa kuhani. Mungu akupe neema, akupe kibali. Unapoenda kuwaombea watoto wako, Mungu akaachilia ufungulivu. Anza kuwaombea sasa watoto wako. Anza kutamka mtoto wako wa kwanza na anayefuatia. Anza kumwombea sasa mtoto wako wa kwanza. Mwambie Mungu amfungue, mwambie Mungu amtakase, na achilia huruma za Mungu ziweze kupita kwa ajili yake. Tubu kwa ajili yake. Huenda kuna namna yeye mwenyewe amekosea, huenda kuna namna yeye mwenyewe ameenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Anza kuachilia muunganiko sasa. Mwambie Mungu, ninaomba rehema. Naombie Mungu, naomba msamaha. Nafuta kila maneno ambayo niliwahi kumtamkia mtoto wangu. Nafuta kwa jina la Yesu. Unamtaja jina lake katika ulimwengu wa roho. Unatamka kwamba nafuta maneno yote mabaya. Nafuta maneno yote ambayo niliwahi kumtamkia kwa kujua au mwenza wangu alimtamkia kwa sababu ya hasira na kuuziwa. Nafuta vyote kwa jina la Yesu. Naondoa hatia zote. Naondoa kila maneno ya giza katika jina la Yesu. Endelea kumwombea wa pili, wa tatu, wa nne kulingana vile Mungu amekupa. Hata kama hujapata neema ya uzao, unaweza kugusa tumbo lako ukamwambia Mungu, ninaombea uzao wangu, na utamkia baraka katika ulimwengu wa roho. Watakapokuja watakuwa hivi na vile. Mtoto wangu hatakuwa mapooza, mtoto wangu hatakuwa wa magonjwa, mtoto wangu hatakuwa wa tatizo, mtoto wangu hatakuwa kuniumiza, atakuwa wa furaha katika jina la Yesu. Endelea kutamka. Tamka. Kuna yale mambo ambayo unatamani mtoto wako asiyapitie, yafute. Mwambie Mungu namtenganisha na hiyo. Mwambie Mungu namvua huko, namuondoa huko. Huenda mtoto wako ana tabia za upande wa mama yake au upande wa baba yake, na kuna kwenye familia ya huko kwao, huenda kuna vitu ambavyo vitamani viendelee. Futa kwa jina la Yesu. Mwambie Mungu, kama mzazi nafunga huo mlango, na ufunga kwa jina la Yesu. Hiyo connection naifunga kwa jina la Yesu. Zile tabia ambazo ziko kwenye familia nazikemea, zisiendelee kwa
watoto zisiendelee kwa uzao wangu. Unamkomboa wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, kulingana na Mungu neema aliyokupa. Wakomboe kwa jina la Yesu. Unawataja majina yao, unawafuta kwenye vyama hivyo, unawafuta kwenye roho za urithi. Wakati wengine kuna baadhi ya familia zinawalisi, watu wanalisi mikoba, wanalisi uchawi, wanalisi uganga. Futa kwa jina la Yesu. Futa connection yote kwa damu ya Yesu. Kataa, komboa. Mwambie Mungu, watoto wangu wamekombolewa, watoto wangu watasimama upande wako. Biblia inasema kwamba kuna wakati Hana alipopata mtoto wake, Mungu alikuwa amempa ufunuo mkubwa, akamuunganisha na madhabahu ya Mungu, ya kwamba mtoto wangu atakapozaliwa tu, yani Samueli, nitamuweka madhabahuni pako akutumikie siku zote za maisha yake. Hata kama Samueli alitaka akimbie, kwa sababu mama yake alikuwa amemconnect na madhabahu, ilitakiwa iwe kama alivyotamka. Nami nakuombea Mungu akupe ufunuo, muunganishe mtoto wako na ibada ya kweli. Omba Mungu awasaidie watoto wako wasikengeuke kwa jina la Yesu. Vunja roho za ushoga, vunja roho za tabia za giza, roho za umalaya, roho za kipepo, kemea kwa jina la Yesu. Wakati huu shetani anainua maroho ya ushoga, maroho ya kusagana, kataa kwa jina la Yesu. Mtenge mtoto wako na makundi mabaya. Tenga watoto wako. Wengine mna watoto wanasoma boarding, wengine mna watoto wadogo muda wote wanaangalia TV, na kuna vitu wanavichukua na viadapti ambao ni vitu vibaya. Futa hizo spiriti zote, futa hizo roho zote za giza katika jina la Yesu. Ombea ufaulu. Pengine kuna maroho ya kufeli, kuna maroho ya kuishia mahali fulani kimasomo. Endea kukomboa uzao wako, endea kukomboa watoto wako. Waambie watoto wako katika ulimwengu wa roho ya kwamba hawataishia ulipoishia, ya kwamba hawataishia pale ambapo wengine wanaishiaga. Kataa roho ya kufeli, kataa roho ya kuishia njiani, kataa roho ya kukataa shule, kataa roho ya kupata mikumbo mibaya, maroho ya pombe, maroho ya ulevi, maroho ya kutanganyikiwa, kutegemea miungu ya kiganga. Kemea kwa watoto wako. Ita katika ulimwengu wa roho, fungua fahamu zao. Maroho ya kiburi, hasira iliyopitiliza, kemea, vunja hayo maroho ya giza. Toka kwa jina la Yesu. Toka, achia watoto, toka, achia uzao, toka, achia kwa jina la Yesu. Tunakataa matabia mabaya, tunakataa mavazi ya giza, tunakataa maroho ya kishenzi, ya kipepo, yashindwe kwa jina la Yesu. Na vunja hizo madhabahu, na vunja hizo kazi za giza, tabia chafu na ovu ambazo zinafuatilia watoto. Mwingine na watoto wako tayari wamekengeuka. Komboa. Mwambie Mungu, siwakatii tamaa, na wakomboa. Mungu, najua hujai kushindwa, na wakabidhi kwako, na waunganisha na madhabahu yako, na waunganisha na neema yako. Mungu, komboa uzao wangu. Mungu, komboa familia yangu. Nakataa kuletewa taarifa mbaya kuhusiana na watoto wangu. Nakataa kuletewa ujumbe mbaya kuhusiana na uzao wangu. Uzao wangu umebarikiwa. Uzao wangu hauna laana. Uzao wangu hauna mapooza. Viuno vyangu havijazaa mapooza. Katika jina la Yesu natamka ulinzi wa Mungu. Natamka kibali cha Mungu. Maroho ya mauti, magonjwa ambao wengine wanaumwaga, nakataa watoto wangu kuumwa. Magonjwa kuumwa. Wengine mna watoto wanaumwa kila baada ya muda fulani. Kemea roho ya magonjwa. Toka pepo la magonjwa, toka pepo la magonjwa. Nafukuza hilo pepo la magonjwa, liachie uzao wako katika jina kuu la Yesu Kristo aliye hai. Mungu akusaidie. Anza kutamka baraka sasa. Tamka baraka. Anza kumsemea mtoto wako maneno mazuri. Mtamkie baraka. Mwambie mtoto wangu, wewe ni mbarikiwa. Utakuwa hivi na vile. Utakuwa mtu fulani. Na hili neno liwe kwako kwa jina la Yesu. Kama mzazi na kutamkia, ukafanyikiwe. Wengine mliwafungia watoto wenu kwa sababu waliwaumiza, hata sasa hawafanyikiwi. Mwachilie tu. Haitasaidia chochote. Amekuumiza, amekutendea mabaya, kuna mambo alikufanyia, amekuletea aibu, ukasema sitasamee. Msamee tu, mwachilie, kwa sababu kama ukimfungia mzazi hawezi kufanyikiwa kwa lolote. Mfungue sasa, mfungue. Wengine mna uchungu, mna maumivu ya watoto, mna maumivu ya wazazi yaliyotokea hapo nyuma, yamezuia watoto kufanyikiwa. Achilia tu. Tamka baraka mama, tamka baraka baba, tamka baraka kwa ajili ya uzao wako. Tamka baraka. Na wewe ambaye unatamani Mungu akupe mtoto, hauna mtoto, Mungu akusaidie ukazae watoto wazuri, ukapata watoto wenye utukufu wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Tamka tu baraka, tamka baraka kulingana na neema Mungu amekupa. Mungu akutie nguvu, Mungu akupe wepesi na kibali katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki. Unaweza kurudia tena maombi haya, yakawa ni maombi ya msingi sana katika hatima ya familia yako. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Unaweza kujiunganisha au kujiambatanisha au kusindikiza maombi haya kwa sadaka yako ya hiari ambao unaisimamisha kwa ajili ya watoto wako au unasimamisha kwa ajili ya uzao wako. Wengine huwa wanaenda mbali, huwa wanasimamisha nguzo kwa ajili ya watoto wao kama alama ya agano, kwamba Mungu, ninaweka agano na wewe, ninaachilia sadaka yangu hii, itakuwa ni nguzo kwa ajili ya mtoto wangu fulani, itakuwa ni nguzo kwa ajili ya uzao wangu fulani, au kwa ajili ya jambo fulani.
Mungu nakusii pale mtoto wangu akitaka akengeuke, sadaka hii kapige kelele, kamtafute popote alipo, na utakuwa umefanya jambo kubwa la kiimani. Sadaka yako inakuwa ni kwa ajili ya kujiambatanisha au kujiconnect katika maombi. Lakini pia unaweza kaendelea kunifuatilia zaidi kupitia mitandao ya kijamii kwa kuingia YouTube kwa kuandika Maombi ni Dawa, TikTok kwa kuandika Maombi ni Dawa. Mungu wa mbinguni akubariki. WhatsApp namba ni hiyo inaonekana kwenye skrini yako. Namba ya sadaka ni hiyo iliandikwa sadaka. Jina ni Godwin Ndelwa. Mungu akubariki.